Mambo vipi mtazamaji wa Manyuzi TV? Karibu tena kuendelea kupata habari za kijamii kutoka hapa. Leo ni sikukuu ya kumbukizi ya maadhimisho ya uhuru wa mapinduzi ya serikali ya Zanzibar. Takriban miaka 62 imepita tangu Zanzibar kupata uhuru wake mwaka 1964. Mambo mbalimbali ya kimaendeleo yameendelea kushuhudiwa katika visiwa hivyo vya Zanzibar, ikiwemo juzi hapo tulishuhudia barabara ya juu katika eneo la Mwanakwerekwe, barabara ya flyover, na maeneo mengine kama vile viwanja vya ndege, viwanja vya michezo, hasa kiwanja cha kimataifa cha michezo cha New Amani Complex. Leo katika mahojiano niliyoyasikiliza katika kituo kimoja cha radio hapa town kikubwa tu, wakifanya mahojiano na mdau mmoja wa maendeleo akitokea Zanzibar, akielezea maendeleo na mabadiliko ya kiuchumi tangu serikali ya Zanzibar kupata uhuru wake mwaka 1964 na mipango ya serikali katika mwaka huu wa 2026 na 27. Amesema kwa sasa Zanzibar ina miundombinu ya barabara iliyokamilika, iko vizuri na inafikika kila sehemu. Na kwa sasa serikali inatarajia kuja na huduma ya usafirishaji wa aina mbili. Aina ya kwanza ni magari ya umeme ya kusafirisha abiria ambayo yataenea maeneo mbalimbali ya nchi ya Zanzibar ili kurahisisha usafirishaji na kuongeza uchumi wa nchi. Aina ya pili ya usafirishaji ni kwa njia ya maji, ambapo serikali imejipanga kuleta huduma ya usafirishaji abiria kwa njia ya ndege maji ambazo zitakuwa zikitoa huduma zake visiwani humo kutoka eneo moja kwenda sehemu nyingine. Ambapo sehemu ambayo wangetumia saa moja kusafiri, unaweza ukatumia dakika 10 mpaka dakika 8 kufika. Ndege maji hizo zitaweza kubeba abiria wengi kiasi kuanzia abiria 20 na hazitatembea umbali mrefu sana kama ndege zingine zinazotembea nchi kavu. Zitaruka kwa wastani wa mita 500 kushuka chini. Aidha, alipoulizwa kuhusu safari za ndege hizo kufika mpaka bandari ya Tanzania bara, yani bandari za Dar es Salaam, akasema tutaanza na ndege hizo kisha tutakuja na za ruti ndefu ambazo zitafika mpaka Posta Dar es Salaam. Kwa dakika chache tu utakuwa umefika kutoka Zanzibar kuja Dar es Salaam, na nauli yake pia itakuwa ni nafuu. Kwa ruti za Zanzibar kule na maeneo yake itagharimu takribani shilingi 3,000 kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine. Na matarajio yao mpaka mwezi wa 10 mwaka huu 2026 tayari ndege hizo zitakuwa zimewasili na kuanza kufanya kazi. Huyo alikuwa ni mdau wa maendeleo akitokea Zanzibar, akizungumzia juu ya uchumi pamoja na maendeleo ya taifa la Zanzibar tangu nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1964 mpaka sasa, na mikakati waliojiwekea katika mwaka huu 2026. Bwana, hii ni Manyuzi TV. Endelea kufuatilia Manyuzi TV kwa kupata habari za kimichezo, burudani, kijamii pamoja na teki. Tukutane tena hapo baadaye. Usiache kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Endelea kufuatilia.